Ombi langu mimi binafsi kama kiongozi wa taasisi ni waombe wanasiasa watumie fursa hii katika uchaguzi huu mkuu kuwa ni watu wa amani. Maneno makali, matamshi makali hayajengi taifa, bali yanajenga viashiria vya uvunjifu wa amani. Huwezi ukadai haki kwa kutumia maneno makali. Lazima uwe flexible, utumie hofu ya Mungu. Wasipende kuhubiri maneno yanayolenga viashiria vya uvunjifu wa amani. Waijue kwamba mamlaka hii aliyonayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hayati Samia Suluhu Hassan ni mamlaka kutoka kwa Mungu. Wasome katika Biblia, waende Warumi 13 mstari wa 1. Inasema hivi: kila mtu aitii mamlaka, kwa sababu kila mamlaka inatoka kwa Mungu. Kwa maana kiongozi tuliyenaye wa kitaifa amepata mamlaka yake kutoka kwa Mungu, na wao wamepata mamlaka zao kutoka kwa Mungu. Basi waziheshimu mamlaka zao, wasitoe matamshi yanayoashiria uvunjifu wa amani. Na kuelekea uchaguzi wa 2025, taasisi imejipanga kufundisha watu wa Tanzania wote, viongozi wa siasa, viongozi wa madhehebu na viongozi wa serikali, kufanya uchaguzi kwa amani, kwa utulivu, bila uvunjifu wa amani. Tumekusudia kukemea vitendo vya uvunjifu wa amani kama ramli chonganishi, ulevi wa kupindukia, lugha za uchochezi na lugha za magomvi. Kila mmoja wetu akitenda haki kwa nafasi yake, na kila mmoja wetu akitii mamlaka iliyowekwa katika nchi hii, tutamaliza uchaguzi kwa amani na kwa utulivu. Asante na Mungu awabariki. Ninaitwa Asunati Ayubu. Mimi ni mdau wa mabalozi wa amani. Swala zima la amani ni kutangaza amani katika kipindi hiki cha uchaguzi. Watu wote waweze kuwa wasikivu, waweze kuwa watulivu, wapendane, washauriane, wasigombane, wasitoe kauli mbaya au maneno mabaya katika vinywa vyao, ili uchaguzi uende vizuri. Tutazunguka kila kata, kila wilaya, kila mikoa, ili kuweza kushauri watu wafanye uchaguzi huu uende kwa amani.